Baba yetu katika jina la Yesu, utukufu ni wako, heshima ni zako. Wiki njema ambayo umekuwa pamoja nasi. Falme, umetuongoza na unaendelea kutuelekeza. Umetupea neema, umetupea ufunuo wa kuelewa sauti yako na kufuatilia njia zako. Kwa muda kama huu, wacha neema yako itoshe. Naposikia neno lako, nena na mioyo yetu. Wewe ndio mwalimu mwema, ipoza tunakuita Rabii, mwalimu wa mioyo yetu, mweza wa yote. Jidhihirishe katika sauti yako. Bwana, wacha sauti hii ifanyike uponyaji, kielekezo kwa wote wanayenitazama. Katika jina la Yesu ninaomba nikieshi. Na mtu anaweza sema amen. Siku ya leo tunataka kuongelea nuru, kutembea katika nuru au kutembea katika mwanga. Tunaendelea na dhimu hii mwezi huu, kusikiliza kutokana na Bwana kile ambaye anasema na mioyo yetu kuhusu nuru yake. Last time tuliongelea nuru na tukawa tunasoma Yohana. Leo ninawapeleka kidogo katika Zaburi sura 119 mstari wa 105. Neno la Bwana linasema hivi: neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga katika njia yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga katika njia yangu. Neno lako ni taa. Neno lako ni taa kwa miguu yangu na mwanga katika njia zangu. Neno ni taa. Na katika njia zangu ni mwanga. Neno la Bwana, kwanza nataka tuweze kuelewa neno la Bwana. Ukisoma katika Yohana sura ya 8 mstari wa 12, neno la Bwana linasema hivi. Yohana sura ya 8 mstari wa 12: kisha Yesu akasema nao tena akawaambia, mimi ni nuru ya ulimwengu. Mtu yoyote akinifuata hatatembea gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kwanza, neno la Bwana ni Mungu mwenyewe. Na hapa tunapata mtumishi wa Mungu katika Zaburi sura ya 119 mstari wa 105 akinena ya kwamba neno lako ni taa. Na Yesu anaongea akisema, mimi ndiyo taa ya ulimwengu. Kwa kuwa Kristo ni neno na neno ndilo taa. Anasema kwamba yoyote akimfuata hatatembea gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima.
Ukifuata Yesu umekataa giza. Ukifuata Yesu umekataa kutembea katika kutoona. Kumfuata Yesu ni kupona giza. Na ndio maana unaona anasema kwamba ukinifuata mimi hutatembea gizani kamwe, bali utakuwa na nuru ya uzima. Yesu ni nuru ya uzima, na wote ambaye wanamfuata ndani yao kuna uzima. Nuru ni uzima. Na ninakumbuka hiyo tulielezana last Wednesday. Giza ni mauti. So ukifuata giza umefuata mauti. Ukifuata nuru umefuata uzima. Now, tunaendelea kujifundisha kuhusu jinsi utakavyotembea katika nuru. Jinsi utakavyotembea katika nuru. Nataka twende katika barua ya kwanza ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka wa 7. Neno la Bwana linasema, huu ndio ujumbe tuliosikia kutoka kwake na kuwatangazia nyinyi, kwamba Mungu ni nuru na ndani yake hamna giza lolote. Mstari wa 6, kama tukisema kwamba twashirikiana naye huku tukienda gizani, twasema uongo, wala hatutendi lililo kweli. Tunasema uongo na hatutendi lililo kweli. Mstari wa 7, lakini tukienenda nuruni kama yeye alivyo nuruni, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Baba, jidhihirishe katika ujumbe wako. Jidhihirishe katika ujumbe wako. Tenda ili sifa zikakurudi wewe. Ninakupenda, ninakuabudu. Mtu ambaye anatembea katika nuru hatembei katika uoga na hatembei katika hofu, kwa sababu nuru ikiwa ndani yako kuna uzima. Na lolote ambalo liko na uzima, hapana uoga tena ndani. Maisha iliyo na nuru ni maisha ya ushindi. Maisha ambaye haina nuru ni maisha ya kushindwa. Ni maisha ambayo imejaa na vilio. Ni maisha ambayo imejaa na hofu. Imejaa na lawama. Imejaa na mikosi. Kwa sababu ni maisha ambaye imewekwa chini ya laana. Ila maisha ambaye ni ya nuru ni maisha ambaye ni ya furaha, ina amani, kuna ushindi zaidi, na ni maisha ambaye imejaa na baraka tupu. Bado ninawakumbusha Yoshua alisema chagueni leo. Chagueni leo. Mtaenda kwa wale miungu ambaye watafanya mdidimie, miungu ambaye waliwala wote baba zenyu, miungu ambaye baba zenyu waliwatumikia,
na wakaishia jangwani, ama mtakubali Mungu ambaye Yoshua na Kalebu ambaye tulimuita na tukapona mauti, leo tunaishi miongoni mwenyu? Chagueni. Ila mimi na nyumba yangu ninasisitiza kwamba nitamtumikia Bwana. Our first example ni Kristo Yesu. Mfano wetu mkubwa ni Kristo Yesu. Tuendelee kuangalia Bwana anasema nini. Tuendelee kuangalia Bwana anasema nini. Masikio haya ukitega, elewa ni nani ambaye unasikiliza, kwa sababu kila ambaye kinasikia kinaingia ndani yako kinaweza pia haribu njia zako, kama utaamini vitu ambavyo havina sauti ya Mungu ndani. Ukisikiliza yale ambaye yanasemwa, yale ambaye wanadamu wanakiri, na uifuatilie kiundani, utapata ukiwa umepoteza. Mfuatilie tu Bwana. Tuangalie msalaba. Tuangalie msalaba. Tunapoenda katika Isaya, nataka tuingie katika Isaya sura ya 2 mstari wa 5. Isaiah chapter 2 and verse 5. Neno la Bwana linasema hivi: njooni eni nyumba ya Yakobo, tutembeeni katika nuru ya Bwana. Njooni enyi nyumba ya Yakobo, tutembeeni katika nuru ya Bwana. Nyumba ya Yakobo ni wokovu. Wote ambaye wamemwamini Kristo, jina letu lingine tunaitwa nyumba ya Yakobo. Wabarikiwa wa Mungu, njooni. Neno la Bwana, Bwana anawasihi, njoo tutembee katika nuru. Njoo tutembee katika mwanga. Njoo tutembee katika njia za Bwana. Tuongozwe na neno lake. Tuenende na sauti yake. Kama vile neno limesema kwamba sauti ya Bwana ni taa. Oh my God. Sauti ya Bwana ni taa. Na hapa hii nayo inasema kwamba njooni tutembee katika nuru ya Bwana. Katika mambo ambayo yanafanyika, si kwamba Mungu anafurahia kuona maangamio. Mungu hafurahi kuona watu wake wakiangamia. Na Mungu hafurahi kuona tukiwa tumetoka katika njia zake. Furaha ya Mungu ni kuona tukiwa tunainuliwa. Furaha ya Mungu ni kuona tukiwa tuna amani. Furaha ya Mungu ni kuona afya yetu ikiwa mzuri. Furaha ya Mungu ni kuona tukiwa hatuna lolote ambalo linafanya mioyo yetu ilie. Na ndio maana anasema katika Yeremia sura 29 mstari wa 11 ya kwamba ninao mpango mema juu ya maisha yenu, mpango ambaye hayatafanya mlie, mipango ambaye itafanya ufurahie. Mpango ya Mungu ni mema juu yetu. Bwana amepanga mema na bado anatuwazia mema. Bwana anatuwazia mema. Tujitahidi tu tuepuke giza, na mkono wa Bwana utafanya kazi ndani ya maisha yetu. Tuepuke giza na mkono wa Bwana utafanya kazi ndani ya maisha yetu. Hii maafa ambayo imejaa
bila chanzo tu. Naamka tu asubuhi, ajali kila kona, magonjwa yasiyo na tiba, vilio kila kona. Hiyo yote inaletwa kwa sababu ya giza ikiwa imetamba. Mazao ya giza ni mauti tu. Ila kwa wale wote ambaye tunakaa katika nuru, wale ambaye tunakubali kumfuata Kristo Yesu, neno la Bwana linasema mimi ndiyo njia, kweli na uzima. Atakayenifuata mimi, wacha tu tusome hapo katika Yohana sura ya 14. Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Bwana anasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu hawezi kuja kwa Baba isipokuwa kwa kupitia kwangu. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kuja kwa Baba pasipo kupitia kwangu. Anasema yeye ndio njia, kweli na uzima, na haiwezekani uingie mbinguni kama haujapitia kwake. Ina maana gani? Anakuambia utoe akili yako kwa wanadamu, toe akili yako kwa wanaye kuangalia, toa akili yako kwa watu. Mtazamie Bwana, mwangalie Bwana, mwangalie Bwana. Nataka tuingie katika Zaburi sura 27 mstari wa 1. Psalms chapter 27 verse 1. Neno la Bwana linasema hivi: Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimuogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mhofu nani? Ukiamini Bwana haufai kuogopa lolote. Kulingana na hili neno, ukimwamini Bwana hufai kuwa na hofu hata kidogo. Kwa kuwa Bwana akiwa ngome, hofu itatoka wapi? Bwana akiwa nuru, woga utatoka wapi? Utaogopa nini? Wakati Kristo ni nuru yako, utaogopa nini? Kile kinafanya uko na wasiwasi, hauelewi, hata haujui utafanya nini, haujui elimu ya watoto wako itaenda namna gani, haujui maisha yako itakuwa aje, ni kwa sababu haujamkubali Kristo. Ni kwa sababu ndani yako haujakubali kurudi zaidi pande hii ya nuru. Ukikubali urudi pande hii ya nuru, yote yatakuwa sawa. So mkubali tu Yesu. Ukiambiwa tu kitu kidogo unaogopa. Unaogopa kwa sababu mtu amekwambia wewe utaona. Only that word, utaona. Of course, neno utaona hasa likiongolelewa na watu ambayo wako katika pande ile ingine. Wanajua wamefanya hivyo wengine ambao hawana Mungu ndani yao, ambao hawana nuru, ambao hawana mwanga ndani ya maisha yao. Wamekuwa wakiwaambia hivyo na maisha yao inaenda hivyo. Sasa utaogopa kwa sababu hauna Yesu. Lakini ukisoma katika kitabu cha Warumi, ukisoma katika Warumi, nataka ufungue nami katika Warumi, Warumi sura ya 8 mstari wa 31. Warumi sura ya 8
mstari wa 31. Warumi 8:31 inasema hivi: tuseme nini basi kuhusu haya? Ikiwa Mungu yuko upande wetu, ni nani awezaye kuwa kinyume chetu? Tuseme nini basi kuhusu haya? Ikiwa Mungu yuko upande wetu, ni nani awezaye kuwa kinyume chetu? Kama muumba wa mbingu na ardhi ni wetu, ni nini ambaye itatutisha? Kama aliyebeba msalaba akakiri ya kwamba yote yamekwisha, ako upande wetu, ni nini ambaye kitatutisha? Kama yule ambaye hata mapepo yakisikiliza huondoka tu, ako upande wetu, ni nini ambaye kitatushinda? Kaburi kama ilishindwa, ni nini ambaye itatushinda? Na kwa maisha mwanadamu hakuna kitu ambaye mwanadamu anaogopa kama kaburi. Kwa vitu vyote ambavyo mwanadamu anaogopa, hakuna kitu ambaye mwanadamu anaogopa kama kaburi. Ila Kristo alishinda kaburi. Kama alishinda kaburi, ni nini ambaye itamshinda? Muamini tu Bwana, muamini Yesu, na ukae katika njia zake. Nataka tuende katika Deuteronomy chapter 28 verse 1. Deuteronomy chapter 28 verse 1. Tusikie neno la Bwana linasema nini. Deuteronomy chapter 28 verse 1. Bwana anasema, kama mkitii Bwana Mungu wako. Nitarudia Deuteronomy chapter 28 verse 1. Kumbukumbu la Torati kwa Kiswahili sura 28 mstari wa kwanza. Kama ukimtii Bwana Mungu wako kwa bidii na kufuata amri zake zote ninazokupa leo kwa bidii, Bwana Mungu wako atakuweka juu ya mataifa yote katika dunia. Hauhitaji kuwa na mambo mengi yenye wengine wanafikiria. Hauhitaji qualifications. Kwa sababu hapa Biblia haisomi ukipata hii na hii. Neno linasema tukutii. Kutii tu Bwana Mungu wako kwa bidii. Kutii bila kutotii. Hiyo ndio maana yake. Kutii kwa bidii inamaanisha unatii bila kutotii. Utelewa tu. Na kufuata amri zake zote ninazokupa leo kwa bidii. Kufuata amri za Bwana, unatii na unafuata. Ukitii na ufate, haya ndio yanayofanyika. Bwana Mungu wako anakuweka juu ya mataifa yote katika dunia. Kwa hivyo ndipo uwekwe juu na Mungu. Na unajua ya Mungu haiko kama ya wanadamu. Ya mwanadamu najua anaweza kusifu alafu baadaye uboromoke tu mara moja akuweke chini. Ya Mungu ukitii na kufata atakuweka juu, na Mungu akikuweka juu utakaa juu. Mwimbaji mwingine kutoka nchi ya jirani hapa kule Tanzania akawa anaimba wimbo akisema, ukiinuliwa na Mungu juu lazima utakuwa juu, ila wanadamu wakikuweka juu utaisha tu, kwa sababu ile ya mwanadamu inakufa tu, lakini ya Mungu lazima ionekane juu. Na Bwana anasema utakapotii na kufata, utakapotii na kufata amri zake zote, amri za Bwana zote, baraka hizi zote zitakuja juu yako.
na kukupata kama ukimtii Bwana Mungu wako. Kwanza imerudia hiyo kutii. Utabarikiwa mjini, hiyo ni mstari wa 3. Tunasoma Kumbukumbu la Torati, wale ambaye ndio umeweka ndio umejiunga pamoja nasi. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 3. Utabarikiwa mjini na utabarikiwa mashambani. Yani ina maana kwamba mahali utakanyaga tu pote patabarikiwa. Kutembea ndani tu ya nuru, kutembelea katika nuru ya Bwana inakufanya unaitwa mbarikiwa. Ukipatana na mtu anaishi tu akubariki. Ukikanyaga mahali hata kama hauja kushuhudia, vitu vinakuja tu. Vitu vinakuja tu. Vitu vinakuja tu. Vitu vinakuja tu, vinajirete. Baraka za Bwana ni nyingi, na anatafuta wale ambaye wanatii na kufuata amri zake. Neno linaendelea likisema utabarikiwa mjini na utabarikiwa mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na mazao ya nchi yako na wanyama wako wachanga wa kufugwa, yani ndama wa makundi yako ya ng'ombe na wanakondoo wa makundi yako. Kapu lako na vyombo vyako vya kukandia vitabarikiwa. Utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo. Sasa hata sio tu imetosha. Baraka za Bwana zitakupata ukiwa na moyo wa kutii. Baraka za Bwana zitakufuata kama utakubali kutembelea katika mwanga, katika nuru yake. Wote ambao wameinuliwa katika neno la Bwana, Esther alipoonelea ni vyema akae katika amri za Bwana na kufuata amri zake, akatii zaidi. Alikuwa yatima, Mungu akamfanya baba. Esther, anko yake alikuwa just a watchman, mlinzi tu. Na hata unaweza shukuru Mungu walinzi wa sahi wanapewa mshahara. Hiyo wakati mlinzi alikuwa tu anafanya hiyo kazi ili apate chakula peke yake. So fedha yenye ingesaidia Esther kwenda shule ingetoka wapi? Maisha mazuri ya kukaa na yeye ni dada, na unajua kila mwanadada anapenda urembo. Angetoa wapi fedha ya kumsaidia kufanya urembo? Lakini kwa sababu ya kutii na kufuata amri za Bwana, Bwana alionelea ni vyema, kwa sababu amekubali kutembea katika nuru. Nayo ukitembea katika nuru, mambo yanajirete yenyewe, baraka zinakuja tu. Bwana alibadilisha uso wake wakati mfalme alihitaji mke. Wengi waliingia katika palace ya mfalme, lakini Esther pekee ndiye aliyepata kibali ya kufanyika marikia, bila kujipodoa, bila kufanya makeups, bila mavazi mazuri, bila mambo mengi. Hakuwa na any qualification, lakini kwa sababu ya nuru iliye juu yake ilimfanya akawa marikia. My brother, my sister ambaye unatazama, sio masomo ambaye umesoma yatakufanya uwe anything. Nimeona watu ambaye wamefanikiwa, watu ambaye wamefanikiwa kupata elimu
Na hata elimu yao hawakupata hapa katika taifa hili letu peke yake. Walienda hatua mpaka ya kwenda ng'ambo kutafuta elimu. Wakawepuka wakiwa maprofesa, wengine wakawa madaktari wa elimu, lakini udaktari wao unaishia tu kwa chang'aa, unaishia tu katika vitu ambavyo ukimwangalia na uambiwa ya kwamba amesoma, utajiuliza maswali mengi. Sio qualification ya kwamba ndio itakufanya uwe anything. Ni kutembea katika amri za Bwana na kutii sauti yake. Ukitii Bwana, mambo ambayo yanaweza kaa kuwa magumu, Bwana anayafanya yawe mepesi, kwa sababu anakupenda. Amen. Pia nataka kuguzia kidogo Musa ambaye alilelewa katika nyumba ya binti ya Farao, akatunzwa na binti ya Farao, akaidiwa mambo mengi. Lakini alipokuwa mkubwa, kulingana na Waebrania, nataka tusome Waebrania ambaye ni Hebrews, Waebrania sura ya 11. Sura ya 11 mstari wa 23. Neno la Bwana linasema, kwa imani wazazi wa Musa walimficha kwa miezi 3 baada ya kuzaliwa, kwa sababu waliona kuwa si mtoto wa kawaida, wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Mstari wa 24. Sasa hapa ndio nataka, neno linasema, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti ya Farao. Alikataa kuitwa mwana wa binti ya Farao. Mstari wa 25, akachagua kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa hanasa za dhambi kwa kitambo kidogo tu. Musa alikataa kuitanishwa na nyumba ya Farao. Akaonelea heri ateseke tu akiwa katika haki za Bwana, heri ateseke pamoja na wana wa Mungu. Alionelea ni vyema, hata alionelea ni haki. Heri ateseke pamoja na watoto wa Mungu kuliko kuitanishwa na hanasa za muda tu kidogo tu. Ina maana kwamba alichagua nuru. Haijalishi ni nini ambaye utapata, as long as iko kwa giza, si sehemu yako na si urithi wako. Lolote ambalo halijatokana na Yesu, hata liwe likubwa namna gani, si lako. Kila ambaye ni chako, hata kama ni kidogo kiwango gani, as long as kiko na utukufu wa Bwana, hiyo ndio yako. Na ndio maana Musa alikataa
Alikuwa hata amepewa ahadi baada ya Farao, ni wewe mfalme, lakini akachagua akasema, heri nihangaike na watoto wa Mungu kuliko nitanishwe na nyumba ya Hanasa. Heri niteseke pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha na hanasa za dhambi, ambaye ni kitambo kidogo tu, just for a little while. Unajua hata ukipewa nini inafika tu wakati na unaacha tu. Hata kama utapewa mji yote, waambiwe Nairobi yote, kila kitu iko ndani ni yako, pewe Kenya mzima iwe ni yako, inafika tu wakati na inakuwa haina maana kwako, kwa sababu it is for a little while, ni ya kitambo kidogo na unaondokea. Siku ambazo Bwana amekupea, kubali kukaa katika nuru, kubali tu kukwama katika mwanga wake, kubali kukaa katika mwanga wake. Nataka kukurudisha nyuma kidogo katika 1 John bado chapter 1 verse 5. 1 John chapter 1 verse 5, ambaye inasema, huu ndio ujumbe tuliosikia kutoka kwake na kuwatangazia nyinyi, kwamba Mungu ni nuru na ndani yake hamna giza lolote. Mahali popote ambapo kuna giza hata kidogo, hakuna Mungu, kwa sababu Mungu ni nuru. Na kama utamfuata lazima pia ukubali kukaa nuru. Neno nasema sisi ndio balozi, sisi ndio tunayeakilisha, sisi ndio tunafaa kufanya Bwana aonekane. Sisi ndio tunayeakilisha mbingu, watu ambaye tumekubali Kristo, watu ambaye tumeokoka, na wokovu wetu uonekane kwa matendo, si kwa maneno. Na ndio maana unaona katika Yakobo sura ya 5, kitabu ya Yakobo inaongelea imani ambaye imekufa. Wote ambaye tumeokoka tuko na imani, lakini kuna imani ambaye imekufa na kuna imani ambaye inaishi. Imani ambaye imekufa ni imani ambaye haina vitendo. Imani ambaye iko na matendo, hiyo ndio imani ambaye inaishi. Neno linaendelea ikisema, tunaamini Mungu ni moja. Ndio, hata pepo pia wanaamini vivyo hivyo. Na kwanza wao tetemeka sana wakijua kwamba Mungu ni moja na hakutawahi kuwa na mwingine. Zile vitu ambazo wengine wanaabudu zenyewe zinajua Mungu ni moja, haziwezi kuwa Mungu. So kama mapepo yakijua hivyo hutetemeka, kitakacho tofautisha ewe mwana wa Mungu na mapepo ni matendo yako. Kwa sababu mapepo yanajua, lakini matendo ndio ilienda kinyume. Kiburi, majivuno ilifanya yanaitwa mapepo. Mwanzo ilikuwa ni malaika. So matendo yako inaweza fanya ukose kuitwa mwana wa Mungu, baadaye uitwe tu pepo. Kumbuka Petro wakati alibadilika, akachukua kisu akakata yule askari sikio. Hapo tu, hata Yesu hakumuita Petero, alisema Satan kaa nyuma yangu.
Ina maana neno Satani linamaanisha mtu yote ambaye amekeuka sauti ya Mungu. Ukikataa sauti ya Mungu unaonekana kama pepo mbele za Mungu. Wote tumeumbwa na yeye na anaaja tukifanyika wana, lakini kama tutakaa kinyume na vile anataka, tunakuwa kitu ingine machoni pake. Na ndio maana unaona neno linasema kwamba masikio yake si kiziwi. Mungu hajawahi kuwa kipovu. Mkono wake si mfupi kufikia watu wake, lakini matendo ya watu ndio inafanya uso wa Mungu usiweze kuelekea. Kwa hivyo wale wote ambaye tumeokoka na tunakiri Yesu, tuchunguze njia zetu. Tuchunguze njia zetu. Tukae maisha yale ambaye Bwana ametuweka ulimwengu huu kukaa. Hatujawekwa hapa tu kununua gari, kujenga manyumba, kununua chopa, kwenda ng'ambo na kurejea. Bwana ametuweka hapa kukaa katika amri zake na kufuata sauti yake. Kufuata sauti yake. Itakuwa aje upande, uende pande ile ingine, uende ng'ambo ingine, uko huku, lakini bado sauti ya Mungu hawenendi kulingana na vile inavyosema. My brother, my sister, Bwana anakuita uwe nuru, ufanyike nuru. Ninapoenda kukamilisha, bado nitakurudisha katika Yohana sura ya 5. Yohana sura ya 5 mstari wa 14. Bado hapo tu ndio mahali idhimu yetu imetoka. Yohana sura ya 5 Kabla hiyo acha tusome Matthew chapter 5. Matthew 5 verse 14. Neno la Bwana linasema, hapa ndio mahali idhimu yetu imetoka. Samahani. Neno la Bwana linasema, nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Mji uliojengwa kilimani hauwezi kufichika. Mahali kuna mwanga, huwezi kosa kujua. Katikati ya giza, mwanga ikiwa mahali, hapo ndipo watu kimbilia. Mahali kuna light. So katika kizazi hiki ambaye tumejipata ndani, Bwana hajatuweka tusirikishe wengine kufika mahali ambapo wanaenda. Bwana ametuweka tuwe mstari wa mbele kwenda mahali ambapo anatuelekeza kufika. Tumuombe Bwana na tushughulikie mioyo yetu. Tuwe na mwanga ndani yetu. Tuwe nuru. Tuwe nuru. Watoto wa Mungu, tuwe nuru. Wacha tukikiri wokovu, waone wokovu huo ndani yetu. Sio lazima niseme nimeokoka. Nichunguze tu na utajua nimeokoka. Nitazame na utajua nimeokoka. Angalia vile ninavyotembea na itaweza kuonyesha kama nimeokoka au sijaokoka. Nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Mji uliyejengwa kilimani hauwezi kufichwa. Nikisoma mstari wa 15 nasema, wala watu hawawashi taa na kufunika kwa bakuli. Badala yake
huiweka kwenye kinara chake, nayo hutoa mwanga kwa kila mtu aliomo ndani ya ile nyumba. Huwezi asha taa na uifunike na bakuli. Ukifunika na bakuli utaonekana mtu ambaye hauelewi, kwa sababu ukiwasha taa ina maana kwamba umeona giza imetamba na unataka hii taa ifukuze giza. So ukiasha taa utaiweka mahali ambapo inaonekana kwa kinara chake ili itoe mwanga. Na kila mtu aliomo ndani ya ile nyumba aone hiyo mwanga. Katika taifa hili ninajua kuna remnants. Najua iko remnants. Na neno la Bwana linasema kwamba wewe hautawaka na ufunikwe na bakuli. Never. Ukiwaka hakikisha uko kwa kinara chako ili utoe mwanga, watu wote wauone. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Baba mwenye enzi, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Ni Bwana aunyoshe mkono wake, watu waone na walisifu jina lake. Na ni ukweli kabisa, Bwana hujidhihirisha. Na ndio maana kila mtu anajua Mungu anaishi. Na hata utapata iko watu, hata mwenye hajaokoka anasema najua Mungu ako. Lakini wokovu ya sai sikubaliani nayo. Kwa hivyo Mungu yeye mwenyewe amejidhihirisha ndani ya mioyo ya watu wake. Lakini wanayemfuata ndio hawaja kubali kudhihirika ndani ya Bwana na kudhihirika mbele ya mataifa. Mungu mwenyewe mataifa anamjua, sheti hayajui. Hata yale anayepinga anajua. Hata wale wanayebisha they know, wanajua ya kwamba Kristo ni Bwana na ni Mwokozi na ni kila kitu, wanajua na wanakiri. Lakini wale ambaye wamemkubali na wanakaa ndani yake ndio hawaja maanisha. Ninaomba usiku wa leo Bwana asaidie moyo wako. Bwana asaidie moyo wako, umjue zaidi, umfahamu zaidi ya vile unavyosema na ya vile ulivyomsikia na ya vile unavyomsoma. Kile kilizalia ni kusema Mungu wa Yakobo, Mungu wa Musa. Hata wahubiri wenzangu, Mungu wa Yoshua, Mungu wa Apostle Chosen ako wapi? Mungu wa Apostle so and so ako wapi? Si wakuone na waseme Mungu wa fulani. Waone, mtu aone njia zako atamani. Najua kuna mtu ataokoka tu kwa vile umejiwekarisha kwako. Na huyu mtu ako hivi na hivi na hivi, nikimuona hivi najua wokovu ni ukweli. Najua kuna watu hata kama wanasema dunia imeharibika, kuna watu ambaye wanaguza uwepo wa Mungu. Neno linasema wakati Mtume Petro alipoonekana na Wayahudi, hakusema mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Kwanza hakutaka wajue. Lakini kwa vile muonekano wake peke yake ilionyesha yeye ni mwanafunzi wa Yesu.
hata wakati walimwangalia muonekano wakamwambia, na wewe unakaa kama yeye, inakaa wewe ni mmoja wao. Petro akasema, mimi simjui Yesu, simjui. Wakasema, sikiza tu hata kuongea kwake, matamshi inaonyesha yeye ni mwanafunzi wa Yesu. Petro akaamua aondoke. Wakati anatembea wanasema hata kutembea anatembea kama Yesu. Wanafunzi walikuwa wengi pale, lakini itakuwaje Petro ndio mwenye alikuwa tu achuzi? Kwa sababu Petro njia zake hazikufanana na za wengine. Alimpenda Yesu sana, na utajua aliyempenda Yesu kwa vile amejiweka katika ulimwengu huu. Vile unavyojiweka mtu wa Mungu ambaye unani tazama usiku wa leo, itaonyesha kama we ni mwanafunzi wa Yesu, kwa sababu nuru huwa haijifichi. Biblia imesema kwamba unaweka tu. Unawekwa kwa kinara chake tu. Ukiwa kwa kinara, watu watajua tu wewe ni nuru, kwa sababu una attract wengi kuja mahali mwanga iko. Unajua kuna watu wanadanganya moyo wake, anafikiria ujuzi wake inaweza attract. Haiwezi. Mwingine anafikiria qualifications inaweza attract. Haiwezi. Unaweza weka hapo majina yote yenye unataka. Naweza sema mimi ni msanii wa nguvu, nimeimba mahali fulani, nimeimba mahali fulani, nimeimba kule Ujerumani, nimeimba pale kwa Italio, nimeimbia Uingereza, nimeimbia Ulaya, nimeimba kule India kwa Wahindi. Lakini bado isisaidie. Lakini kukiwa kuna nuru ndani yako, hata hauhitaji vitu mingi, ita attract. Light ina attract tu. Inavuta yenyewe. Sio lazima useme advertise ufanye hivi na hivi. Nuru ina attract. Ndugu yangu na dada yangu, jifundishe kuwa nuru na mambo itakuwa sawa. Bwana awabariki na Bwana awatende mema katika jina la Yesu.